Jifunze kuongea Kiarabu online TV. Karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamu ala rasulillah. Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Tunaendelea na darsa yetu ya tarikh ya masahaba radiyallahu anhum. Leo tupo na sahaba huyu Usaid ibn al-Hudayr radiyallahu anhu. Tilka al-malaikatu kanat tastami'u ilayka ya Usaid, wale walikuwa ni malaika wakisikiliza au wakikusikiliza ewe Usaid. Wale walikuwa ni malaika wakikusikiliza ewe Usaid. Maneno haya ni ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akimwambia Usaid ibn al-Hudayr radiyallahu anhu. Sema قدم الفتى المكي مصعب بن عمير إلى يثرب في أول بعثة تبشيرية عرفها تاريخ الإسلام. alifika kijana bani al-Makki Mus'ab bin Umair Yathrib, Madina, ambalo jina lililokuwa likiitwa hivyo katika mji wa Madina kabla ya kuhamia Mtume sallallahu alayhi wasallam. في أول بعثة تبشيرية فعرفها تاريخ الإسلام. katika mwanzo wa utumwaji wa bishara ambao umeifahamu historia ya Kiislamu. Fanazala ala As'ad bin Zurara, alifikia kwa As'ad bin Zurara alipokuja hapo katika mji huo wa Madina. Ahadi ashrafi al-Khazraj, huyu As'ad alikuwa ni mmoja kati ya watukufu katika kabila hili la Khazraj. Wattakhadha min darihi maqaman, na amefanya katika nyumba yake kuwa ndo makazi, yani amefanya nyumba yake kuwa ndo makazi, yani hiyo nyumba ya As'ad amefanya kuwa ndo makazi yake linafsihi mwenyewe. Wa muntalaqan libathi da'watihi, na ndo sehemu ya kuondokea kwa ajili kuieneza da'wa yake ila Allah. Wataysiri watabshiri binabiyihi Muhammadin rasulillah sallallahu alayhi wasallam, na kubashiria kwake mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wa akhadha abna'u Yathrib, na wakawa watoto wa Yathrib mji wa Madina yakbiluna ala majalis ad-da'iya, wakielekea katika vikao vya huyu mlinganizi ashab Mus'ab ibn Umair, kijana Mus'ab ibn Umair, iqbalan kabiran, yani uelekeaji mkubwa, watu wengi walikuwa wanampokea vizuri. Wakana yughrihim, na alikuwa akiwahamasisha. Wakana yughrihim bihi udhubatu hadithihi, na alikuwa akiwashajiisha wao au akiwahamasisha wao kwa uzuri wa mazungumzo yake, kwa maana alikuwa na mazungumzo mazuri pindi anapozungumza. Wuduh hujjatihi, na uwazi wa hujja yake. Wariqatu shamalihi, na ule ulaini wa tabia zake. Shamail li atibau sifat, ni zile tabia na sifa ambazo anakuwa nazo mtu. Wadha'atul imani, na uangavu au na mng'ao wa imani. Allati, ambao tushriqu min wajhihi, ukiangaza katika uso wake. Alqasimi, wenye mpangilio mzuri. Alwasim, mzuri. Japo neno alqasim na neno alwasim kwa na maana moja kama vile ya taukidi tu, kwamba maana yani alqasim yani mwenye uso ambao ni muonekano mzuri, alwasim mzuri. Wakana yajidhibuhum ilayhi shay'un akhar, na kilikuwa kikiwavutia wao kwake kitu kingine. Fauqa dhalika kulli, juu ya hayo yote, yani kuna kitu ambacho kilikuwa kikiwavutia kumwelekea zaidi Usaid kuliko kitu kingine. Anasema huwa hadha alquran, ni hii Qurani alladhi, ambayo
kana yatlu alaihim, alikuwa akisoma kwao baina alfaina walfaina, kati ya muda na muda, baada ya muda na muda. Alfaina walfaina ba'dhan min ayatihi albayinati, baadhi katika aya zake zilizo wazi. Kwa kusema yani alfaina walfaina bimaana hin ba'da hin, muda baada ya muda alikuwa akisomea. Bisautihi ash-shayi, kwa sauti yake yenye kuathiri. Ar-raqim laini, bisautihi ash-shayi, kwa sauti yake yenye kuathiri. Ar-raqim, muda mwingine mtu kutokana na uzuri wa kisomo chake ukimsikia kisoma na kuathiri ndani ya moyo. Kwa hiyo ndo alikuwa hivyo, maana watu wakisikiliza kisomo chake wanaathirika kutokana na uzuri wa ile sauti. Wanabaratihi alhulwa, na ule minuko ya sauti yake na mishusho yake. Al-asira, nabarati katika sauti ni ile hali ya, kuna muda mtu anakuwa anasoma kwa kupanda, mwingine mtu anasoma kwa kushuka, so ndio inaitwa nabarati. Wanasema nabaratihi, na minuko na mishusho ya sauti yake. Al-asira, alhulwa liyo mizuri, al-asira yenye kuteka, yani ukisikiliza tu inakuchota yani. Umefahamu shehe nabarati? Unajua hata mwingine unasoma sauti inakuwa kali, afu unafika baadhi ya maeneo sauti inafanyaje? Inashuka. Ile hali ya kupanda na kushuka sauti inaitwa nini? Nabarat. Umefahamu? Kwa anasema fayastalinu bihi alqulubu alqasiya, zinalainika au anazilainisha. Fayastalinu bihi, anazilainisha kwa sauti hiyo nyoyo zilizo susuavu. Alqulub alqasiya, nyoyo susuavu. Wayastadiru dumua al-asiba, na anayatoa machozi yaliyo magumu kutoka. Lakini mwingine sababu umekaa hivi kaida kulia inakuwa ngumu, lakini kutokana na usuli ya kile qiraa kuisikia nini napata athari. Anasema fala yanfadhu almajlisu min majlisihi illa an unasin aslamu. Anasema yani akiepukiki kikao chake katika vikao vyake illa, isipokuwa kutokana na watu ambao waliosilimu. Fala yanfadhu maana fala yatafarraq almajlis, yani aiepukiki ile majlis, yani kile kikao katika vikao vyake, isipokuwa kutokana na watu ambao waliosilimu. Wallammu ila kataibil iman, na wamejiunga katika makundi ya imani. Na Sheikh istamir. Anasema fi dhati yawmin, katika siku moja hivi, kharaja As'ad ibn Zurara bidhaifihi, alitoka As'ad ibn Zurara na mgeni wake ad-da'iya Mus'ab, linganizi Mus'ab ibn Umair, liyalqa jama'atan, ila kukutana na kundi min bani Abd al-Ashhal, katika koo la bani Ashhal. ويعرض عليهم الإسلام, na audhihirisha juu yao Uislam. Fadakhala bustanan, wakaingia katika bustani min basatin bani Abd al-Ashhal, katika bustani au moja kati ya bustani za bani Abd al-Ashhal. Wajalasa, na wamekaa inda bi'riha, mbele ya kisima chake, al-adba, chenye maji matamu, fi dhilali nakhil, katika kivuli cha mitende. Fajtama ala Mus'ab jamaa, limekusanyika kwa Mus'ab kundi, qad aslamu, limesilimu. Akharuna yuriduna an yasma'u, na wengine wanataka wasikilize kisomo chake. Fantalaqa yad'u wa yubashir, akawa na lingania watu na anawabashiria watu. Wanasu ilayhi munsitun, na watu kwa keni wenye kunyamaza. Wa birawati hadithihi ma'khudun, na kwa uzuli wa mazungumzo yake ni wenye kuchukuliwa, usikiliza na kuathiri. Yani ma'khudun maana ni wenye kuathiriwa na wale ambao wanafanya na wazungumza. Fajaa min, anasema fajaa man akhbara Usayd ibn al-Hudhayr,
akaja yule ambaye atakayemkhabarisha Usaid ibn Hudhair wa Sa'd ibn Mu'adh, ndio huo Usaid bado hajasilimu. Wa kana sayyidi al-Aws, hana huyu Usaid na Sa'd walikuwa ni mabwana wawili hawa wa kabila la Aws, maana walikuwa ni wakubwa katika kabila hili. Bi anna ad-da'iyat al-Makki, kwamba kijana huyu mlinganishi wa Makka, qad nazala qariban min diyarihima, ametelemka karibu na miji yao, amefikia karibu na miji yao. Wa anna alladhi jarra'ahu ala dhalik, wa anna alladhi jarra'ahu ala dhalika, na hakika yule ambaye aliyempa ujasiri juu ya hilo ni As'ad ibn Zurara. Huyo ndo amempa ujasiri huo, bimaana anamsimulia sasa. Qala, amesema Sa'd ibn Mu'adh li Usaid ibn Hudhair. Sa'd ibn Mu'adh sasa baada ya kupewa ripoti hiyo wanajadiliana, akasema Sa'd ibn Mu'adh kumwambia Usaid ibn Hudhair, la balaka ya Usaid, intaliq ila hadha al-fata al-Makki alladhi jaa ila buyutin, nenda kama vile tulivyosoma neno hilo la abalak, kwamba neno ambalo linatumika katika kukisifia kitu au kukiponda kitu. Kwa hiyo anasema nenda kwa kijana huyu al-Makki wa Makka ambaye amekuja majumbani mwetu, liyuqriya dhu'afaina, ili awaadae wale madhaifu wetu, wayusaffiha alihatana, na aipumbaze miungu yetu, wasjuruhu, na mkemee, mbie bwana tafadhali. Anasema wahadhiruhu, na mtahadharishe, min an yata diyaran, kuikanyaga miji yetu baada al-yawm, maana marufuku tusikuone hapa, maana enda kampenini kemeo, mfahamu. Anasema thumma ardafa yaqulu, kisha kaendelea kusema, walaula annahu fi dhiyafati ibni khalati As'ad ibn Zurara, na lau hakika yeye asingekuwa katika ugeni wa mtoto wa khala yangu As'ad ibn Zurara, maana inaonekanika huyu nani Usaid na Sa'd walikuwa na undugu kama anavyofafanua hapa. Wa annahu yamshi, na hakika yeye anatembea, fi himayati, katika himaya yake, la kafaitu kadhalik, ningekutosheleza wewe na hilo. Lakini sasa yule mtoto wa khala yangu atajisikiaje? Na maana akaisi kwamba tujisikia vibaya. Naam. أربته ونظر نحو البستان فلما رآه أسعد بن زرارة مقبلا قال لمصعب، ويحك يا مصعب، هذا سيد قومي، أرجعه كلاما سيد بن الحضير، فإن يسلم تبعه في إسلامه خلق كثير، فاصدق الله فيه، أحسن التأني له. وقف سيد بن الحضير على الجمع، والتفت إلى مصعب وصاحبه وقال، ما جاء بكما إلى ديارنا وأغراكما بوفائنا، انتزلا هذا الحي إن كانت لكما بنفسيكما حاجة. التفت مصعب إلى أسيد وجهه المشرق بنور الإيمان، فخاطبه بلهجته الصادقة الآسرة، وقال له، يا سيد قومه، هل لك في خير من ذلك؟ قال، وما هو؟ قال، تجلس إلينا وتسمع منا، فإن رضيت ما قلناه قبلته، وإن لم ترضه تحولنا عنكم ولم نعد إليكم. فقال سيد، لقد أنصفت، وركز رمحه في الأرض وجلس، فأقبل عليه مصعب ليذكر له حقيقة الإسلام، ويقرأ عليه شيئا من آيات القرآن، فانبسطت أساريره وأشرق وجهه وقال. نعم. Naam, anasema wa akhadha Usaid harbatahu, na akachukua Usaid kimkuki chake,
mkuki hibba. Wamadha nahwa albustan, na akawa ameelekea upande wa bustani. Falamma raahu As'ad bin Zurara, pindi alipomuona As'ad bin Zurara mukbilan, ni mwenye kuja, qala li Mus'ab, nasema kumwambia Mus'ab, waihaka ya Mus'ab, ole wako ewe Mus'ab. Ana namtahadharisha kutokana na huyu ambaye anayekuja. Hadha sayyidu qaumihi, huyu ndo bwana wao hatutoka nao, huyu ndo kama kiongozi. Wa arjahuhum aqlan, na mwenye akili nyingi, yani arjahu ni ambaye akili zake zimezidi yani. Wa akmaluhum kamalan, na mkamilifu wao Usaid ibn Hudayr, anaitwa Usaid Dairi. Fa in yuslim tabi'ahu fi islami khalqun kathir, ikiwa taslim watamfuata katika kusilimu kwake viumbe wengi. Fasduqillah fihi, yani fasduqillah fihi wa ahsin at-ta'anni lahu, na fanya vizuri katika kumdhihirishia hilo jambo yeye. Wa ahsin at-ta'anni bihi, nafanya vizuri katika kumdhihirishia hilo jambo, yani taratibu, usiwe na haraka naye, mwelekeze tu taratibu taratibu. Wa waqafa Usaid ibn al-Hudayr ala al-jam, Usaid ibn al-Hudayr akasimama katika lile kundi. Waltafata ila Mus'ab wa sahibi, wa qala, akamgeukia Mus'ab na sahaba wake akasema kwamba ma jaa bikum ila diyari, na kipi kilichowaleta katika miji yetu, kipi? Wa aghrakuma, na kimewashajisheni bidhuafai, na kwa madhaifu wetu. I'tazila hadha alhayy, jitengeni na mtaa huu. In kanat lakuma binafsikuma haja, ikiwa mnazihitajia nafsi zenu, kama bado mnajitaka mnajipenda, hapa ondokeni. In kanat lakuma binafsikuma haja, ikiwa mnazihitajia nafsi zenu. Sasa nakumwambia mtu kama unajitaka haya, umeona. Faltafata Mus'ab ila Usaid biwajhi almushriq binur aliman, akamgeukia Mus'ab Usaid kwa uso wake wenye kuangaza nuru ya iman. Wa khatabahu bilahjatihi, na amemzungumzisha kwa lahaja yake as-sadiqa, iliyo ya kweli. Al-asira, yenye kuteka. Wa qala lahu, namwambia ya sayyida qaumihi, hal laka fi khairin min dhalik, amwambia ewe Usaid, hal lak fi khairin min dhalik, kuna khairi kwako kuliko hilo unalolitaka, yani kuna khairi kwako kuliko hilo unalolitaka. Wama huwa, ni ipi hiyo? Asema tajlisu ilaina tasma'u minna, unakaa kwetu unatusikiliza. Fa in radhita ma qulnahu qabilta, ikiwa utaridhia tulichokisema tukikubali. Wa in lam tarlahu, na endapo sipokiridhia, tahawalna ankum, yani tunaondoka kwenu, tunabadilika kwenu, tunaondoka kwenu. Walam nu'd ilaykum, la hatuturudi kwenu. Faqala Usaid, laqad ansafta, umefanya uadilifu. Warakaza ruhmahu, na akachomeka ule mkuki wake aliokuja nao katika ardhi. Wajalasa, na amekaa na kusikiliza. Faaqbala alayhi Mus'ab yadhkuru lahu haqiqata alislam, akamwelekea juu yake Mus'ab akiwa anamtajia uhalisia wa Uislamu. Wayaqra'u alayhi, na anasoma juu yake shay'an min ayati alquran, sehemu katika aya za Qur'an. Fambasatat asariruhu ashraqa wajhuhu, zikatanuka siri zile za moyoni mwake. Basata asarir, asarir ni yale mambo ambayo yalistirika ndani ya moyo.
نعم. وقال نعم استمر. قال ما أحسن ما النبي تقول ما أجل ذلك الذي تتلوه كيف تصنعون بذلك. نعم. ثم قال نعم سيما ما أجمل هذا ما أحسن هذا الذي تقول uzuri ulioje wa hichi ambacho tunakisema. وما أجمل ذلك الذي تتلو uzuri ulioje وما أجل ذلك الذي تتلو utukufu ulioje wa hicho ambacho tunakisoma. كيف تصنعون إذا أردتم الدخول في الإسلام. Ninyi mnafanyaje ninapotaka kuingia katika Uislamu? Mtu utaongea Uislamu mnafanyaje? Baada kupewa maelezo amekinaika. Qala lahu Musa, amemwambia taghtasil wa tutahiru thiyabak, unaoga unataharisha nguo zako. Tashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah. Tusalli rak'atayn. Faqama ila al-bi'ri fatatahhara bimaiha, kaenda kisimani kajitaharisha na yale maji yake. Shahida an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu rasuluhu. Salla rak'atayn. Wandhamma fi dhalika al-yawm, na akajiunga tangu siku hiyo ila katabi al-Islam, katika makundi ya Uislamu. Farisun min fursan al-Arab, Faris katika Faris katika fursan al-Arab, wale ambao wanaendesha farasi. Al-Marmuqin kama tulivyosoma, wale ambao ni hadhi za juu. Wa sayyid min sadati al-Aws, na bwana miongoni mwa bwana wa Aus. Al-Ma'dudiyin, wanaohesabika yani uwepo wao. Anasema kana yulaqibuhu qaumuhu bilkamil, walikuwa wakimpachika watu zake kwa jina hili la al-kamil, lirajahati aqlihi, kwa kule kuzidi akili zake. Wa nabalati aslihi, na utukufu wa asli yake. Wa liannahu, na kwa sababu yeye malaka as-sayfa wal qalam, amemiliki upanga na qalam. Idh kana bil idafa ila furusiyatihi wa riqati ramyihi, bindalikuwa au idh kana bil idafa, ingawa ilikuwa kukuongezea ila furusiyatihi, katika kule kuendesha kwake farasi. Wa riqati ramyihi, na undani wa urushaji wake mshale. Qari'an katiban, pia alikuwa ni msomaji mwandishi. Fi mujtama'i, katika mujtama. Nadara fihi man yaqra wa yaktub, yani nadara fihi, amekuwa wachache ndani yake wale ambao wanaosoma na kuandika. Nadara fihi yani qalla, wachache sana, kwa nadra. Waqad kana islamuhu, imekuwa kuslimu kwake sababan fi islami Sa'd ibn Mu'adh. Sasa tutakuja kusoma kisa cha Sa'd ibn Mu'adh radiyallahu anhu, bwana ndo mazito kipindi cha kufa kwake. Arshi ya Allah subhanahu wa ta'ala ilitikisika kama vile itavyokuja kama maelezo inshallah. Wa kana islamuhu ma'an, kulikuwa kusilimu kwao ni kwa pamoja. Sababan, ni sababu. Fi an tuslima jumu'un ghafir, katika kuslimu kundi lingi min al-Aws. Wa an tusbiha al-Madina, na kuwa mji wa Madina. Baada dhalika, baada ya hapo. Muhajiran li rasulillah, ni kuamwa na mtume wa Allah. Wa maw'ilan, na ni makimbilio. Wa qaida li dawlati al-Islam al-udhma, na ndo kanuni ya dawla ya Kiislam iliyokuwa. Naam, anasema naam, ulia Usaid ibn Hudayr bil Quran, alipendezewa Usaid ibn Hudayr al-Quran, kama tulivyosoma ni katika Kharat ar-Rashida. Mula'un lis-sayd, mundu samia, tangu aliposikia min Mus'ab ibn Umair. Wala al-muhibb li habibi, mapenzi ya mpenzi kwa mpendaye. Wa aqbala alayhi
iqbal allami, na ameielekea uelekeaji wa mwenye kiu, ala almawrid aladhb, katika sehemu ya manyunyo ya maji matamu, fil yawm alqa'id, katika siku yenye joto. Waja'alahu shughlahu shaghil, ameifanya Qur'ani ndio shughuli yake ni kumshughulisha. Fakana la yura illa mujahidan ghazian fi sabilillah, alikuwa onekaniki isipokuwa ni mujahid na kupigana vita katika njia ya Allah. Au akifan yashlu kitab Allah, wakiwa ni mwenye kukaa itikafu akisoma kitabu cha Allah. Wakana rahima sauti, alikuwa ni mwenye sauti laini, mubina nutq, yani muwazi wa utamshi, mushriq al-ada, yani mwenye kuweka wazi katika usomaji wake, yani ule utekelezaji wake. Tatibu lahu Qur'anu, inakuwa vizuri au kunakuwa vizuri kwake yeye kusoma Qur'ani, akthara zaidi ma tatibu, ya vile ambavyo inapokuwa vizuri idha sakana al-layl, unapotulia usiku, wanamat al-uyun, na macho yamelala, wasafati sufuf, na nafsi zimesafika. Wakana as-sahabatu al-kiram, na walikuwa masahaba tukufu, tahayyanuna, wakisubilia awqat qiraati, nyakati za kisomo chake. Watasabaquna ila sama'i tilawatihi, kishindana katika kusikiliza kisomo chake. Faya sa'da man yutahu lah, uzuli ay furaha kwa yule ambaye itakemwezekania yeye an yasma' al-Qur'ana minhu ratban, aisikilize Qur'ani toka ikiwa ni ratban tariyan, yani ikiwa ni mbichi laini. Kama unzila ala Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kama ilivyoteremshwa Muhammad sallam. Waqad ista'dhaba ahlu as-sama'i tilawata, na kwa hakika waliona tam ahlu as-sama' kisomo chake, maana ni malaika. Kama ista'dhabaha ahlu al-ard, kama vile walivyoona tamu ahlu al-ard. Fa fi jawfi laylatin min al-layali, katika giza la usiku mmoja kati ya usiku. Kana Usaid ibn al-Hudayr jalisan fi mirbadihi, alikuwa Usaid ni mwenye kukaa katika mirbadi yake. Mirbadi ni ile sehemu ambayo ipo wazi katika nyumba. Labda jana chukua mfano, umejenga nyumba, labda kuna sehemu umeiacha ipo wazi ambayo inakuwa nyuma ya nyumba, ambayo kwa sisi tunasema uwani. Umefahamu? Kwa sisi wale tunasema uwani, ambao kama mbele ya nyumba tunasema barazani, nyuma ya nyumba tunasema uwani. Kwa nasema alikuwa jalisan, ni mwenye kukaa, fi mirbadihi, uwani mwa nyumba yake. Wabduhu Yahya, na mwanae Yahya, naimun, ni mwenye kulala, ila janibi, pembezoni yake. Wa farasuhu allati, na farasi wake ambaye aaddaha liljihadi fi sabilillah, aliyemwandaa kupigana jihadi katika njia ya Allah. Murtabitan, ni mwenye kufungwa, ala ghaira ba'idin anhu, sombani na yeye. Wa kana al-laylu wadi'an wadi'an sajian, na ulikuwa usiku wadi'an, yani ni mwepesi, sajian, wenye kutulia. Wadi'an sajian, mwepesi, latifu, maana jamil. Au unasema wakana al-layla, ulikuwa usiku wadi'an, ni mwepesi au ni mzuri, sajian, wenye kutulia. Wakana al-layla, ulikuwa usiku wadi'an, mwepesi, sajian, wenye kutulia. Wa adimu samaa, na wajhi ya mbingu, yani ile juu ya mbingu. Asili ya neno adim ni aljildu, ngozi, lakini unaposema adimul ard wa adimu samaa ni ile wajhul ard au wajhu samaa. Kwa adimu samaa na ilikuwa ile, yani hali ya mbingu raiqan, ipo raiqan safian, ipo safi. Wa uyunun nujumi tarmuqul ard, na macho ya nyota, yani yanakusudia zile nyota ndo kama macho, akiwa anaitazama ardhi. Alhajia, iliyolala, bihananin wa huruma na upole. Naam, anasema fataqat nafsu Usaid, ilipata ham nafsi ya Usaid ibn Hudayr, li an yu'attira hadhihi al-ajwa, azipambe, yani azitie manukato anga hii annadiya, iliyoroa roa, bitubi al-Qur'an, bituyub, kwa usuli wa Qur'an.
Fantalaqa yatlu, akaanza kusoma, wakawa anasoma bisautihi arrahim alhanun, kwa sauti yake iliyo laini iliyo pole. Alif lam mim dhalika alkitab la rayba fihi hudan lilmuttaqin alladhina yu'minuna bilghaybi yuqimuna as-salah ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. فإذا به غفلة kisomo hicho au ghafla yeye yasma'u farasahu, anamsikia farasi wake, waqad jalat jawla, na kwa hakika amezunguka mzunguko ambao kadat taqta'u bisababiha ribataha, huo mzunguko aliozunguka ulikaribia kukata kwa sababu ya mzunguko huo kamba yake ile. Fasakat, akawa amenyamaza. Vipi? Kwa akawa anamsikilizia yule nani, yule farasi, kulikoni, kuna nini kinachoendelea. Fasakanatil faras, na yule farasi akawa ametulia. Fasakanatil faras, akanyamaza yule farasi, waqarrat, na ametulia. Faada yaqra, akawa akarudia kusoma sasa, ulaika ala hudan min rabbihim ulaika humul muflihun. Fajalatil farasu jawlatan ashadda min tilka wa aqwa, yule farasi kawa amezunguka tena mzunguko mwingine ambao ni mkali zaidi kuliko ule. Fasakata, akawa amenyamaza tena. Fasakanat, yule farasi akawa pia ametulia. Wakarara dhalika miraran, na akawa amelirejea hilo mara kwa mara. Fakana idha qara, alikuwa pindi anaposoma, ajlafatil faras, anatikisika yule farasi na kukasirika, wahajat, na anatibuka. Wa idha sakat, na pindi atakaponyamaza, sakanat, anatulia. Waqarrat, fakhafa ala ibnihi Yahya, au akawa amemhofia mwanae Yahya, an tata'ahu, kumkanyaga. Famadha ilayhi liyuqidha, wakaenda kwake ili amwamshe. Wa huna hanat minhu iltifata ila sama, na hapa hanat minhu, ulifika muda kwake yeye wa kugeuka kuelekea mbinguni. Yani nani huyu? Usaid akawa yani huko anaenda kumwamsha mwanae, na muda huo akawa ameangalia mbinguni juu. Faraa ghamama, ikawa ameona mawingu. Kalmudhalla, kama vile mwemvuli. Lam tara al-ainu, haikupata kuona jicho. Aura wala abha minha qatun, mazuri zaidi, mazuri zaidi wala yenye kupendeza zaidi kuliko hayo kamwe. Yani yale mawingu haikupata kuona jicho. Aura, mazuri zaidi. Wala abha, wala yenye kupendeza zaidi. Minha, kuliko mawingu hayo kamwe. Bimana haikupata kuona mawingu, mbona ya ajabu sana. Bimana akawa amepatwa na mshangao na ile mandhari. Waqad rasema waqad ulqa biha amthalul masabih, waqad ulqa biha, na kwa hakika imefungamanishwa na jambo hilo amthalul masabih, mifano ya mataa, yani vile ambavyo ilikuwa ikiangaza kama vile mataa. Anasema famalaatil afaq dhiyaan wa sanaan, kwa imeijaza ile anga uzuli. Dhiyaan, mwangaza, wa sanaa, atfu almaan. Dhiyaan wa sanaan, mwangaza. Wa hiya tas'adu ila al-a'la, na wale mawingu akawa yanapanda kuelekea juu. Hatta ghabat an nadhiraihi, mpaka yamempotea katika macho yake, sasa yaoni. Umeona? Walamma asbaha, falamma asbaha, pindi alipofika asubuhi, madha ila rasulillah, alienda kwa Mtume sallam. Wa qassa alayhi khaira ma raa, amemsimulia bora ya kile alichokiona. Kwa hivyo anamsimulia Mtume sallam. Faqala lahu an-nabiy sallam, tilka al-malaika kanat tasma'u laka ya Usayd, wale walikuwa ni malaika kusikiliza hiyo Usayd. Ndio maana umeona hali hiyo. استعملوا شغل لكي نكمل. ولو أنك لو كيكاوي مضيت ungeendelea fi qiraati, katika kisomo chako. La raaha an-nas, watu wangekiona.
walam tastatirra minhum, na malaika wasingejistiri na wao, maana ile hali ingeendelea kuwepo vile vile. Wa kama ulia Usaid ibn al-Hudayr, na kama vile alivyopendezewa huyu Usaid ibn al-Hudayr bi kitabillah, faqad ulia bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, huyu alipendezewa pia na Mtume sallallahu. Fakana alikuwa kama hadatha an nafsi, kama vile alivyosimulia kuhusu nafsi yake, asfa ma yakunu safaan, yani muda bora zaidi ambao anakuwa safi, wa ashadda ma yakunu shafafiyatan, na zaidi anavyokuwa ni yani shafafi, yani ile hali ya uangavu. Shafafi kama kwenye kitu tunasema adamul lawn, yani sawa labda tunasema maji, rangi ya maji ni nini, au rangi ya kioni ni ile hali ya ngao, alafu unasema hichi kitu hakina rangi kama vile maji, unaona yanang'aa, mtu mwingine maji hayana rangi. Wa imanan, na iman, hina yaqra'u alqur'ana, pindi anapoisoma Qur'ani, wa yasma'uhu, au yasma'uhu, anaisikiliza. Wa hina yanzuru li rasulillah, na pindi akimtazama Mtume sallam, wa huwa yakhutubu au yuhadith, na yeye anahutubia au anazungumza. Wa kana kathiran ma yatamanna, na alikuwa mara nyingi vile ambavyo anatamani, an yamassa jasaduhu, kugusa mwili wake, jasada rasulillah, mwili wa Mtume. Wa an yakuba alayhi lathiman, na yani an yakuba, la muelekee yeye ile hali mwenye kumbusu. Wa qad utiha lahu dhalika dhata marra, na kwa hakika alipewa fursa ya jambo hilo mara moja. Fa fi dhati yawmin, katika siku moja, kana Usaid, alikuwa Usaid yutrif, anasimulia, yutrifu alqauma, anasimulia watu, bimulahihi, yani kwa maneno yake mazuri. Faghamasahu Rasulullah sallallahu alayhi salawatullahi alayhi fi khasiratihi biyadihi, ikawa Mtume sallallahu alayhi wasallam amemchocha na mkono wake katika kiuno chake, yani kama vile kumshika kiuno hivi. Kana yastahsinu ma yaqul, kana kwamba yeye anaona vizuri anachokizungumza, yani maana uendelee, yani kama vile kumshajiisha, yani kumbusi hivi na mkono, anambia yani kama vile aendelee na yale mazungumzo yake. Sawa, kama ukisema ghamasa katika mkono, katika macho ni ile yale ya kukonyeza, lakini kwenye mkono ilikuwa kama ile, yani kama vile kumchoma na mkono. Faqala Usaid, awja'tani ya Rasulullah, umeniumiza ewe Mtume wa Allah. Faqala alayhi salatu wassalam, iqtassa minni ya Usaid, lipiza kwangu wewe Usaid. Faqala Usaid, inna alayka qamisan, wewe hakika juu yako kuna kamis, walam yakun alayya qamis, na mimi sikuwa na kamis. Hina qamastani, pindi uliponitoboa na mkono, au pindi uliponishika na mkono mimi, sababu nikanika huyu Said alikuwa tu amevaa shuka, si unajua nguo zao za kipindi kile baadhi ya maeneo zinaweza zikawa zinaonekana, kwa mimi ulinifanya vile ikiwa nipo wazi. Farafa Rasulullah qamisa wa jasadi, Mtume sallam akawa ameinua ile kanzu yake katika mwili wake. Fahtadhanahu Usaid, akakumbatia Usaid mwili wake. Wajala yuqabbil, na akawa anabusu ma baina ibtihi, kati ya ile ambayo yapo kati ya kwapa lake na nini na kiuno chake, maana haya maeneo ya katikati. Wa huwa yaqul, na anasema bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, innaha la bughu, hakika hilo ni tamanio, kuntu atamanna, nilikuwa nikilitamani, mundu araftuka, tangu nilikutamani, yani ilikuwa ni bughu ya kwangu, yani tamanio, yani tamani, yani kila siku natamani, leo nimebahatika. Wa qad balagtu alana, na sasa hivi nimefikia. Anasema qad kana ar-rasul alayhi salatu wassalam yubadil Usaid hubban bihubbin, alikuwa Mtume sallam akibadilishana Usaid mapenzi kwa mapenzi. Wa yahfadhu lahu, na anahifadhi kwake yeye
sabiqatahu fil islam, kule kutangulia kwake katika Uislamu, wa dhaudahu anhu, na kumtetea kwake na kumuhami yeye yauma Uhud, hatta innahu tu'ina, kwamba mpaka kikae huyo Usaid alichomwa 7 anani, machomo 7 mitatu yenye kuua, lakini alikuwa jafa fi dhalika al-yawm, katika maana lengo kumuhami nani? Mtume sallam. Wakana yaarifu lahu qadrahu, na alikuwa kifahamu qadri yake na nafasi yake kwa watu zake. Fa idha shafa fi ahadin minhum, pindi atakapofanya shafaa kwa mmoja kati yao, shafaahu fihi, Mtume sallam anamfanyia shafaa ndani yake. Hadatha Usaid qala, amesema jitu la rasulillah, nilikuja kwa Mtume sallam, fadhakartu lahu, nikamtajia ahla baitin, watu wa nyumba ambao min ansar, fihim mahawili, kwa wako na mafukara, wa jullu ahli dhalika albayt, na wingi wajullu ahli dhalik albayti niswa, na asilimia kubwa ya watu wa nyumba ile ni wanawake. Faqala alayhi salatu wassalam, laqad ji'tana ya Usaid, umetujia wewe, kwa hakika umetujia sisi ewe Usaid, baada an anfaqna ma biaidina, baada ya kuvitoa vilivyopo katika mikono yetu. Fa idha sami'ta bi shay'in, pindi utakaposikia kitu qad ja'ana, kimetujia, fadhkur lana ahla dhalika, tukumbushe bwana, tukipata mali nyingi tukumbushe bwana, kwambia mtu kuna watu kule wanahitaji. Kwa kama tutapata tena wewe utatukumbusha bwana, tume wale watu siwasahau. Fajao baada dhalika al-yawm malun min Khaybar, imemjia kutoka baada hapo mali kutoka Khaybar. Faqasama baina al-muslimin, akaigawanya baina ya Islam. Fa'ata al-ansara, akawapa ansara, wa ajzala, na amewapa, yani wameakithirishia. Wa a'ta ahla dhalika al-bayt wa ajzal, na amewapa watu wa nyumba ile na amewakithirishia. Maana ajzala maana akthara, amewakithirishia. Faqultu lahu jazakallahu anhum ya nabii Allah khaira, Allah kulipe khairi kusuwa wewe mtume wa Allah. Faqala alayhi salatu wassalam, antum ma'ashara al-ansar, na nyinyi ma'ashara al-ansar, jazakumullahu atyab al-jazaa, Allah walipeni malipo mazuri. Fa innakum, nyinyi ma'alim, tusipata kujua watu ambao aifa, wenye kujizuia zaidi, subrun, wenye subra, wa innakum satalqauna athara ba'di, na kikenu nyinyi mtakutana na upendeleo wa baadhi ya watu baada yangu. Fasbiru hatta talqauni, fanyeni subra mpaka mtakapokutana na mimi huko akhira. Wa maw'idukumul haud, na kiaidiwa chenu ni haud, kunywa katika kalo langu, kalo ambalo kama vile alivyoeleza Mtume sallam katika hadithi kwamba mtu atakayekunywa hatapata kiu abadan, maji yake ni abyad min al-laban. Tunaomba Allah subhanahu wa ta'ala jalie kuwa ni katika wale ambao watakaokunywa katika haudhi la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala Usaid amesema, falamma alat al-khilafa, pindi ulipokuja ukhalifa kwa Umar ibn Khattab, uongozi ulipohamia kwake, qasama baina al-muslimina malan wa mataan, Umar aligawa kati ya Waislamu mali na bidhaa, mizigo ile. Fabatha ilayya bihulla, ametuma kwangu mimi nguo, fastasghartu, yani nikaiona ndogo. Hii kweli Amirul Mu'minin, mimi ndo kunipa nguo hii kweli, umeona? Yani tunasema fastasghartuha, nikainyuruka, umefahamu sheikh? Anasema fabainama ana fil masjid, pindi ambapo mimi nilikuwa msikitini, fabainama ana fil masjid idh marra bi fatun shabun, pindi ambapo mimi nilikuwa msikitini, ghafla kanipitia mimi kijana min Quraish alayhi hulla, juu yake kuna nguo sabigha, yani yenye pana, yenye kuenea, min tilka alhulal allati, kuliko zile nguo ambazo arsala ilayya minna Umar, alizonitumia mimi Umar. Kuna hii lakini pana kubwa, sabigha maana tawila wasi, yani refu pana. Wa huwa yajurru ala al-ardi darran, na ile hali yeye analiburuta katika ardhi, hali kuliburuta. Fadhakartu liman ma'i qawla rasulillah, nikaitaja kwa wale ambao nilio pamoja nao kauli ya mtume wa Allah, innakum satalqauna ba'di, innakum satalqauna atharatan ba'di, nikikumbuka kauli ya mtume. Sasa mtume akasema mimi baada yangu mimi tutakutana upendeleo. Kwa hiyo yani akaisa, kwa nini mimi kanipa hii, huyu ampei, maana kama kapendelewa, umefahamu? Wa qultu, nasema sadaqa rasulullah, amesema mtu wa Allah. Wa antalaqa rajulun ila Umar wa akhbaru bima qultu, na akaenda mtu mmoja kwa Umar akamwambia nilichokisema. Fajaani musri'an, akanijia mimi Umar haraka, wa ana usalli, kuta mimi ninasali. Wa qala, amesema salli ya Usaid, swali kwanza ya Usaid.
falamma qadaytu salati, nilipomaliza swala yangu, aqbala alayya, kanaelekea, qala, nasema madha qulta, umesema nini? Fa akhbartu, nikamwambia bima raaitu, nilichokiona, bima qultu, bwana nimeona hivi, nimeona hivi. Ilikuwa kauli ya Mtume, akasema mimi umenipa nguo ambayo ndogo kwangu, ile umenipa nguo kubwa, kwa hiyo hivyo kuna si kama upendeleo. Faqala, amesema afa Allahu anka, Allah kusamehe, tilka hulla, ile ni nguo, ba'athtu biha ila fulani, nilipeleka kwa nilituma, ba'athtu biha, nilituma kwenda kwa fulani, wa huwa ansariyun, naye ni ansariyun aqabiyun, ambaye alishuhudia bai'atul aqaba, badriyun, alipigana vita ya Badri, Uhudiyun, alipigana vita ya Uhudi. Fasharaha minhu, akainunua kwake, hadha alfata alqurashiyu, kijana huyo labisa. Kwa mimi asili yake nilimpa mwansari mwenzio, kwa hiyo akawa amemuona, alimuona naye kijana wa Quraishi. Sisi maansari nokanika, naona kumbe alipewa mwansari mfano wake, ambaye alishuhudia vita hizo. Lakini huyo ameuziwa yule, so kama vile nilimpa, ndo anamueleza Umar, anasema afatadhunnu anna hadha alladhi akhbara bihi Rasul sallam yakunu fi zamani, hivi unadhania hiki alichokisema Mtume kitakuwa katika zama zangu? Faqala usaid, wallahi ya amira almu'minin, laqad dhanantu, hiyo nilidhania, anna dhalika la yakunu illa fi zamanik, alitokuwa isipokuwa katika zama zako. Lam ya'ish Usaid bin Hudayr baada dhalika tawilan, baada ya hapo Usaid ya kuishi sana muda mrefu. Qad ikhtarahu Allahu ila jiwarihi fi ahd Umar bin Khattab radiyallahu anhu wa an Umar, fawujida anna alayhi daynan miqdaruhu 4000 dirham, akakutwa na deni juu yake, kuna deni kiasi chake ni dirham 4000. Fahamma qaumuhu warathatu, wakaazimia wale warithi wake, bibai ardillah, kuuza ardhi yake, liwafaidu yuni, kwa ajili ya kulipa madeni yake. Falamma arafa Umar dhalik, Umar alijua hilo, qala, amesema la atruku bani akhi Usaid alatan, sitowaacha bani akhi, watoto wa ndugu yangu Usaid, wakiwa ni mafukara juu ya watu. Thumma kallama alghurama, kisha akawazungumzisha wale alghurama, wale ashabu duyun, wale watu wenye madeni wadaiwa. Faradhu bi an yashtaru, wameridhia kununua minhu kwake thamara al-ardhi 4 sinin, matunda ya ardhi muda wa miaka 4. Kullu sanatin bi 1000, kila mwaka mmoja matunda yake yanakuwa kwa 1000. Kwa maana miaka 4 itakuwa deni lishalipwa za dirham hizo 4, 4000 dirham, dirham 4. Na yani hapa kwamba maelezo alipokuja huyu Usaid alikuwa na deni, sawa. Fawujida anna alayhi daynan, akakutwa na naam, kisha akawazungumzisha kwamba alghurama ni wale addainun, sawa, maana ashabu ad-duyun, wale wenye madeni. Sawa, bimaana inawezekana, bimaana ad-dainun, hapo chini anasema ad-dainun, al-ghurama ni wale ambao wenye madeni, sawa. Bimaana hapa kama vile kuuziana, yani kama vile kuuziana kwa bana tunadaiana, bimaana basi nyinyi mtanunua matunda kwa haya madeni yenu kwa muda wa nini, kwa muda wa miaka 4. Kwa kila mwaka mmoja inakuwa ni nini, inakuwa dirham 1000, maana mpaka muda wa miaka 4 na 4 zishakamilika. Naam, sallallahu alaihi wasallam, nabiyina Muhammad wa alihi wasallam.